China ambao walikuwa kwenye first 11 kwenye kila dakika ya mchezo ambayo ilikuwa inaenda. Kwanza wametupa kila kitu kwa mahitaji ya timu ambayo ilikuwa inahitaji. Mimi kama shabiki sina kitu ninachowadai kwa sababu timu imecheza kwa kiwango ambacho kila mmoja mpenda mpira na mtu wa mpira alikuwa anaona timu ya mpira ni ipi na timu ambayo imejengwa kwenye misingi ya mpira ni ipi. Kwa mimi kama shabiki, jambo la kwanza napongeza timu yangu na wachezaji wangu wote, lakini benchi la ufundi pia na pamoja na uongozi wangu wa Simba, kwa sababu naamini tuna viongozi wenye weledi mkubwa sana. Mimi sio mtu wa kuamini sana kwenye kusema vitu ambavyo ni kama vinakuwa kama mipasho au taarabu. Hizo kazi kuna watu tunawaachia wao wafanye. Sisi tunachoamini ni kitu hiki kimoja, mpira unazungumza. Umeelewa? Leo hii nchi hii na dunia kwa ujumla. Wewe mwandishi, kama utakuwa unafuatilia vizuri utakuwa shahidi. Msimu wa mwisho ambao Simba anabeba ubingwa, Yanga anakuja kubeba mara 4. Kama unakumbukumbu vizuri, ligi ilikuwa namba ngapi ya Tanzania? Ligi ilikuwa chini kidogo. Hapana. Ilikuwa namba 4. Ilikuwa ligi namba 4, si ndio? Baada ya Simba kudrop kwenye kuchukua ubingwa, ligi imerudi mpaka ikafika nafasi ya 6, si ndio? Namba 6 sasa hivi. Namba 6 sasa hivi, si ndio? Jiulize, kwa nini ligi imefika namba 6 na wakati kuna timu bora kwa mujibu wa wachambuzi wenye njaa na waandishi wa habari wasioelewa kuhusu mpira. Wanasema kuna timu bora kwenye ligi hii ambayo ni Yanga da Afrika, si ndio? Lakini ukienda ligi yetu imeshuka mpaka nafasi ya 6 kutoka ya 4. Tafsiri yake ni nini? Hata unajua sisi kuwa nafasi ya 4 sio kwamba sisi tunapanga. Si ndio? Wako watu ambao wanaangalia viwango vya ligi, sijui Algeria, si wapi na wapi, mpaka wanakuja kutoa rekodi kwamba ligi hii iko hapa. Ni kwa sababu ya ubingwa ambao unapatikana kihalali. Leo hii tumekuwa na marefa wabovu, tumekuwa na usimamizi mbovu wa bodi ya ligi. Mimi tangu ile siku ambayo wametoka watu wa klabu fulani kwenda kushurutisha viongozi wa bodi ya ligi fulani na fulani ajiuzuru, ndio ile siku ambayo niliamini kwamba nchi hii mpira wa kweli hamna tena. Wachezaji wetu wamepambana, kila mmoja alikuwa anaona kwenye kila dakika, kwenye kila mechi wamejitoa kwa jasho na damu, lakini kuna marefa yuko nje kule ameshapokea maelekezo. Bwana, likifungwa goli wewe sema offside. Umeelewa hicho kitu? Na mchezaji hawezi kutoka kwenda kupinga maamuzi ya refarii, kwa sababu maamuzi ya refarii pia anafanya nini? Yanaheshimiwa. Lakini haya viongozi wayaangalie, kwa sababu kuna siku tutakuja kuwa na kilio cha mpira wetu kudidimia kabisa. Si ndio? Mimi na hao wengine tunaowazungumzia hapa tunashiriki mashindano ya kimataifa msimu unaokuja. Sasa ligi imetamatika. Mimi nataka nikwambie kitu mwandishi, mwezi wa 10 sio mbali, si ndio? Nukuu maneno yangu na uyawekee kumbukumbu. Chukua. Timu pekee ambayo bado itaendelea kulibeba hili taifa mabegani kwake ni Simba Sports Club. Umeyaweka hayo maneno. Hakuna timu nyingine, brother, niamini mimi nakwambia. Umenielewa? Amini maneno yangu, na hata mimi ninapozungumza najua moyo wako unakwambia kwamba timu pekee ambayo inabeba ligi hii na inabeba nchi hii kwenye mashindano ya kimataifa na kuleta heshima ni Simba Sports Club. Alafu kwenye swala la vikombe, ukizungumzia vikombe nchi hii, hata kama utafuatilia rekodi kesho, ikitokea si kupata nafasi ya kunitafuta, ukweli ni hivi, nchi hii kikombe chochote ambacho kilianzishwa, timu ya kwanza kuanza kuchukua ni Simba, halafu wakafuatia wengine. Basi mimi nipende kukushukuru sana na niwatakie maandalizi ya msimu ujao. Tunashukuru sana, lakini tunawapa pongezi pia kwa kazi nzuri ambazo mnapambana, lakini ukweli huu hakikisheni mnaufikisha na sehemu nyingine. Mpira wa miguu hauhitaji siasa. Siasa za Chadema na CCM ziachwe nje, hapa tucheze mpira, kwa sababu mpira wa kweli unachezwa uwanjani na sio kwa maelekezo. Na ndio maana hujawahi kuona golikipa wa Simba au mchezaji wa Simba amenyoosha kidole cha kati kwa waandishi wa habari. Unajua sababu ni nini? Naomba nikwambie hichi kitu leo, kichukue na uende nacho. Ni kwa sababu moja, timu yetu inapotoka dressing room inaambiwa jambo moja tu na viongozi, nendeni mkapambane mpate alama 3. Lakini kuna timu zinatoka kwenda kucheza, wanaambiwa bwana, sikiliza, nenda kacheze, lakini sisi pale tumeshaweka hela kwa mcheze kwa kiwango cha juu. Ndio maana wanapoonekana marefa ambao hawataki maelekezo, vidole vya kati vinaonekana, utovu wa nidhamu unaonekana. Hayo yote yanasababishwa na timu ambazo zimeamua kuweka mambo ambayo hayahusiani na mpira. Tucheze mpira. Asante.